بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1442 katika silsila ya durus za qasas al-anbiya, tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia kisa cha mtume wa Allah Salih alayhi salatu wassalam. Tukaeleza asli ya mtume wa Allah Salih alayhi salatu wassalam na wengine wanafungamana na utangulizi wa kisa hiki. Tukafikia kufikisha Salih alayhi salatu wassalam da'wa kwa watu wake na jawabu walilokuwa nalo dhidi ya mtume wao alayhi salatu wassalam. Wale waliokuwa na mamlaka, waliokuwa ndio wasimamizi wa kabila lake, mabwenyenye walio na uwezo mkubwa wa kidunia wanaoangaliwa katika mujtamaa, Allah subhanahu wa ta'ala akiwaeleza asema, qala almala'u alladhina istakbaru min qaumihi, kwa wale mabwana waliokuwa na kibri wakawaambia lilladhina istud'ifu, wakiwaambia wale madhaifu maskini mafakiri waliomfuata Salih alayhi salatu wassalam, liman amana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbi, kama kuwauliza hivi kweli nyinyi mwamfuata huyu bwana kwa yaqini, waamini kuwa huyu ni mtume wa Allah? qalu inna bima ursila bihi mu'minun, wale watu madhaifu waliomwamini Salih alayhi salatu wassalam wakawajibu wale mabwenyenye kuwa sisi kwa kile alichotumilizwa nacho ni wenye kuamini, tumwamini ni mtume wa Allah. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نهوني أسلوب وكيل قوم تقريبا ambao wametumilizwa kwa wao mitume wa Allah. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها inna bima ursiltum bihi kafirun, hatujatumiliza muonyaji yoyote kabla yako ewe Muhammad kwa kaumu yoyote isipokuwa wale watu wa taraf walio na dunia na kujiona wamefika katika huu ulimwengu na kibri walichokuwa nacho, walikuwa wakiwaambia mitume wa Allah, hakika sisi kwa kile mlichotumilizwa nacho ni wenye kukikufuru, hatukitaki, tumekukataa, hatukukubali. Tukauliza swali jana, tukasema leo tutalijibu, man atba'u al-anbiya alayhimus salatu wassalam, ni nani wafuasi wa mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam? ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah, ni njia yake Allah subhanahu wa ta'ala
anna adh-dhu'afa hum atba'u ar-rusul, kuwa wale madhaifu ndio wafuasi wa mitume wa Allah. Hii ni sunna Allah ameiweka katika ulimwengu, na ndio maana utawaona wengi katika wale waliowakanusha mitume katika aibu, eti waona ni aibu wamewatilia mitume wa Allah, ni kuwa wamefuatwa na watu madhaifu. Anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun, sisi tukuamini wewe na waliokufuata wewe ni watu duni, hawana chochote. Na makuraish pia walikuwa vile vile, wakimwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam awafukuze wale ambao ni watu duni kwa macho yao, yani walikuwa watumwa wakasilimu, nani hao ondoe hatuwezi kukaa na wao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Allah akamkanya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa mtume sallallahu alikuwa hawafukuzi, hashahu alayhi salatu wassalam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamtahadharisha, ukiwafukuza utakuwa umewadhulumu. Wewe huna hisabu yao wala si juu yao hisabu yako, wewe ni juu yako fikisha ujumbe. Watakaokubali wameukubali, watakaokataa wameukataa wenyewe. Hakuna katika dini ya Allah kupimwa watu kuwa huyu kwa sababu ana uwezo mkubwa katika dunia ataenda peponi, huyu kwa sababu ni dhaifu fakiri aenda motoni. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan, illa man amana wa amila salihan. Al-iman wal a'mal as-salihah, hivi ndivyo vitakukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, si mali yako wala si watoto wako wala si chochote katika mambo ya kidunia. Kwa sababu katika mambo haya ya dunia Allah subhanahu inna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, Allah huigawa hii riziki kwa yule anayemtaka akamkunjulia, yule anayemtaka akamdhiki katika riziki yake. Hii ni kazi yake peke yake. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, hii ni kazi ya Allah. Huyu akamnyanyua katika dunia, huyu akamweka kwa hikma na uadilifu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sio mizani kuwa mtu apendwa na Allah basi atafunguliwa katika dunia, na achukiwa na Allah akadhikika katika dunia. La wallah, kama ingelikuwa ni hivyo basi hakuna watu ambao waliishi katika maisha ambayo hawana haja na dunia kama mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na walikuwa wakipigwa na mitihani kuliko mtu yoyote mwingine. Ashaddu an-nasi bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, watu wanaopigwa na mitihani zaidi katika watu ni mitume, manabii wa Allah. Kisha kila ukijifananisha zaidi na mitume wa Allah, na wewe mitihani itakupata mingi sana, uonekane ukweli wako na uongo wako. Almustad'afun alfuqara almasakin alladhina la hawla lahum wala quwwa, wale maskini, wale fuqara, wale hawana uwezo, mara nyingi Allah ndiye amewachagua kuwa wafuasi wa mitume wa Allah. Kwa nini ni hivyo? Kwa nini katika Qur'an Allah akitaja wa mara nyingi utaona kuwa mitume wa Allah wafuasi wao ni watu madhaifu? Dhalika annahum mu'taduna ala taqabbul al-amri wan-nahy, sababu watu madhaifu maskini wamezoea wao kukubali maamrisho na makatazo. Akienda yeye afanya kazi kwa mtu, amwambia fanya hivi usifanye hivi. Akienda tafuta kibarua mahali, fanya hivi usifanye hivi, apelekwe yeye. Kwa hana makubwa yeye, ataka nifanye nini kazi hii afanye. Hii ndio kazi, bora tu umpe kibarua chake basi, hana mambo makubwa.
thumma hum mar'usun, mara nyingi wao ni wenye kutawaliwa. فإذا كانوا مرؤوسين لظالم من البشر, ikiwa yule kiongozi wao ni mtu dhalim katika watu, فأولى بهم أن يكونوا مأروسين للصالحين من البشر, ikiwa waweza kuwa chini ya mtu dhalim na wakamfuata, hawezi kuwa chini ya mtu mwema wakamfuata, bila shaka huko ni mimbabi aula. nao ni mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam. Kinyume chake ni hawa mabwenyenye, mutrafuha, wale walioneemeshwa na Allah katika dunia, alladhina ma ta'awwadu abadan an tusdara ilayhim alawamir wan nawahi, hawajazoea wao kuamrishwa na kukatazwa. Ushazoea wao ndio wako juu, waamrisha na wakataza. Kwa hiyo wamezoea wao ndio wanaoamrisha, wao ndio wakataza. Hawakuzoea kabisa kuwa wao ni wafuasi, zoea wao ndio mabwenyenyi. Na ndio maana ukaona katika majawabu ya mitume walikuwa wakisema, in hadha illa rajulun mithlukum, hakuwa huyu isipokuwa ni mtu tu, mwanamume kama nyinyi tu, yuridu an yatafaddala alaykum. Umeona, ataka ajitie ubora juu yenu, awe yeye ndio watawala, awe yeye ndio yuko juu, atuamrisha tukataza, sababu hawakubali jambo kama hilo. Kwa hiyo wao wamezoea daima kuwa wao ndio wanaofuatwa. Falidhalika tathqulu risalat al-anbiya ala al-mala, mara nyingi risalatul anbiya yawa ni nzito kwa hawa mabwenyenye wakubwa hao, kibarul qaum, na mara nyingi wakubali wale madhaifu, waikubali haki. قال الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وهذا سبيل جميع المرسلين. hii njia ya mitume wote. Jambo la kwanza kabisa waamrisha jamaa zao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wote wamekuja na huu uhakika, u'budu Allah. wama jaa almursaluna linaili dunya, wallahi mitume wa Allah hawakuja kwa ajili ya kupata dunia, hawana haja na dunia. wama jaa'u liyunafisu an-nasa fi arzaqihim, hawakuja kushindana na watu katika kutafuta riziki, wao ndio wawe wako mbele katika makazi na mabiashara, la. wa inma jaa'u litahqiqi hadhihi alhaqiqati alazima, ala wa hiya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wamekuja kuhakiki hili lengo kubwa la kuelekeza watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio malengo ya mitume. Wamekuja kuwakumbusha watu kwa uhakika huu, annakum ayyuhal khalq inma khalaqakum Allah tabaraka wa ta'ala lita'buduhu. Wakumbusha watu kuwa enyi viumbe wa Allah, mmeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah. wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwa hivyo Saleh alayhi salatu wassalam ni katika mitume wa Allah, amekuja kuhakiki jambo hili. Na wallahi hakuna mtume yoyote wa Allah alayhi salatu wassalam kuanzia Nuh mpaka mtume wa mwisho mtume Muhammad sallam aliyetumilizwa na Allah, hakuna hata mmoja aliyepigania uongozi katika ile nchi aliyotumiliwa. Mana fasanuhun qaumahu ala riasati albalad, utaliona hilo. Nuh hakushindana na jamaa zake eti ataka kuwa kiongozi, la. Wala ala alhukm, wala hakupigania kuwa ataka yeye ndio awe anayehukumu pale, la. Kadhalika Hud wala Salih wala Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye ametumilizwa katika wakati wa Namrud. Na Namrud alikuwa katika hukumu, ni mfalme.
hakuminyana naye katika ufalme na uongozi. La wallah, keti hapa khilafa is the answer, khilafa is the answer, si malengo hayo. Fujo hilo mpigiza watu kweli kweli. Khilafa hakuna mtume ametumizwa kwa ajili ya khilafa. Hilo jambo lawa, ikiwa watu watashikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawekea wale watakaoongoza katika khair. Lakini hakuna mtume yote eti ametumilizwa nenda kawalingania ili wewe uwe khalifa, ili wewe uwe kiongozi. La, hata wao malengo yao ni makubwa, kuwalingania watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Leo waweza kumwona mtu apige kelele khilafa is the answer, hata swala hajaisoma, hajui hata kuswali, kutawadha hajui. Ushamuona lini katika walinganizi hawa wa khilafa is the answer eti amefungua darasa asomesha udhu ama somesha swala? Mwanzo haya ni mambo duni kwao, mambo watu wako wapi nyinyi mkete usulu thalatha alqawaid alarba'? Usulu thalatha ndio maswali taulizwa kaburini baba, mekuwa wadharau. Wa mitume wa Allah ilikuwa si malengo yao uongozi, hata hawana habari na huo uongozi. Hili ni jambo litakuwa ikiwa watu watashikamana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Angalia Musa alayhi salatu wassalam, hakuminyana na Firaun kuwa ataka kuwa nani, kuwa yeye mfalme wa Misri. La, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Anachotaka ni kumuongoza Firaun amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ufalme wako baki nao, na utakia nini ufalme? Hana haja ya hivyo. Kadhalika Yusuf alayhi salatu wassalam, wala Yusuf wallahi ma naza'ahum 'ala al-hukm, hakukaa kashindana kwa sababu ya kutaka ufalme, na ikiwa aliupata ni Allah ndiye aliyemletea. Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Allah ndiye alimpa ufalme bila ya kupigania. Isa alayhi salatu wassalam kadhalika, Muhammad alayhi salatu wassalam akuja tu kulingania. Angelikuwa ni uongozi wa utaka, Makuraish walimpa. Ikiwa ni ufalme wa utaka, tutakufanya mfalme juu yetu, wachana na hii da'wa, hakukubali. Wana jambo kubwa kabisa wamekuja kwa ajili yake, nao ni kuhakiki ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Hili ndio lengo kubwa, na hivi ndivyo ilivyo da'wa ya mitume na wale wanaowafuata mitume wa Allah, hutawaona katika hili. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza sisi kuminyania nini, uongozi, na akatukataza kuwatusi viongozi, akatukataza kutoka njia taa ya viongozi. Kwa nini hayo yote nifanye? Sio malengo hayo. Ikiwa mtu amejaaliwa yeye kuwa kiongozi, basi yalla, ana masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe mshukuru Allah, amekujalia kuwa muislamu wa kawaida, usome uislamu kisawa sawa, muabudu Mola wako kwa ilmu. Ukilifanya hili ndio uko katika malengo ambayo kwa ajili yake Allah amekuleta katika huu ulimwengu. Kwa hivyo mitume wa Allah walikuwa wakiwalingania watu katika tauhid, na natija ni moja tu. Kila mtume aliyetumilizwa kwa watu wake, wakadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Yani kama wamehusiana, utakuta kuwa wanaoamini ni wale maskini, wanaokufuru ni wale mabonyenye, kisha mazungumzo yao ni yale yale tu, in antum illa basharun mithluna. Hakuna tofauti. Wewe nani kwani sisi watu kama sisi tu? Wewe vipi bwana, tutakatazaje sisi kuabudu kile ambacho baba zetu waliabudu? Hakadha, hakuna tofauti kusoma qasasul anbiya, kwa sababu watu ni wale wale. Na mpaka leo vile vita vilivyoko baina ya watu wa haki na batil viko kwa namna hii. Utapata kuwa watu wa haki wamesimama katika mstari wa haki kisawa sawa, na watu wa batil upande wa pili
vile wanavurudisha ile batili yao, wanavyoinusuru na kuirudisha haki, hakuna tofauti baina yao na wale waliopita, ni wale wale tu, watu tu wamebadilika. Hawa wanakuja ni wengine na wale ni wengine, lakini ni warithi tu wa wale. Kwa hiyo wako wale ambao walifanya ujabari dhidi ya mitume wa Allah. Badaa ma'ahum Salih salawatullahi wasalamu alayhi faqala liqaumihi huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Kwa aliyewaleta katika hii ardhi nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, si nyinyi mliojileta hapa. Awakumbusha nini? Awakumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tena akawajalia muweze kuimarisha hii ardhi, na hawa walijenga kweli. Hawa watu walikuwa wamefikia qimma katika kuipenda dunia na qimma katika kupenda kuishi katika ulimwengu, mpaka nyumba zao walikuwa wakijenga kufanya nini? Kwa kuchonga majabali. Watanhituna aljibala buyuta. Na mpaka leo vitozungumza, jana tulitaja kuwa ukienda nchi ya mamlaka baina ya Hijaz na Tabuk, kuna sehemu leo yajulikana kama Madainu Salih, mpaka leo iko. Mpaka leo majumba yao hawa watu wa Salih Thamud yako pale, majabali yamechongwa, kama nyumba imechongwa vizuri kabisa. Sema finishing zenu zinafujo mjifanye mnaendelea. Kuna watu walikuwepo huko nyuma kulikuwa hakuna mashini, hakuna lolote. Jamaa amechonga jabali, na ndio chumba hicho, hiki chumba sio cha nini, hiki chumba cha nini. Mpaka makaburi yao pia wamechongea mle ndani. Mtu akifa azikwa ndani ya jabali mle ndani pale kwake nyumbani, azikwa mle ndani. Jamaa wamechonga hivi. Ukiangalia jabali kwa nje walikuta limeshape ya nyumba kabisa, namna wanavyochonga majabali. Kwa Allah aliwapa uwezo, wakawa hivi ndio wanavyoimarisha ardhi. Lakini wakapita mipaka, mpaka wakawa wajenga tu kwa ajili ya kujenga, waangalie uzuri wa kile alichokijenga. Na hili pia akawalaumu nalo mtume wao kwa kuambia tattakhidhuna min suhuriha qusura wa tanhituna aljibala buyuta. Na kusema Allah subhanahu wa ta'ala awataja kuwa walikuwa wakijenga haya majumba kwa mchezo tu, upuzi tu, wajenga tu makasri makubwa, wala haishi wala fanya lolote, israfu tu, kwa ule uwezo ambao Allah amewapa katika hii dunia. Almuhim, Salih alayhi salatu wassalam alipowakumbusha hizi neema, kile walichomrudishia watu wake wakamwambia, qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha, tulikuwa tutarajia khairi kubwa kutoka kwako kabla hujaanza mambo yako haya, kabla hujaanza abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Tulikuwa tukuona ni mtu una akili, tukikuheshimu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakimuita kabla ya utume as-sadiqu al-amin, na wakijua ukweli wake. Asa hao watamka wazi kuwa kweli wewe ulikuwa ni mtu wa kikweli. Wewe ulikuwa ni mtu wa kikweli kabla ya kuanza maneno yako haya, qad kunta fina marjuwan. Wa hadha i'tirafun minhum, hii wakiri wao wenyewe. Ni kana kwamba wamzungumza Saleh alayhi salatu wassalam, yani wewe ni katika jamaa zetu, tukujua kutoka uzaliwe, tukujua tabia zako, uaminifu uliokuwa nao, ukweli, tukujua kikweli kabisa ulivyo. Bal kunta fina marjuwan an tatasaddara fina, ilikuwa tutarajia kesho utakuja kuwa kiongozi wetu wewe, watuelekeza katika mambo yetu haya, uwe ndio tukizungumza sisi tukusikiliza wewe. Kunna narju fika al-aql, tulikuwa tutarajia utakuwa ni mtu mwenye akili, mwenye kuelekeza watu. Walakinaka khayyabta dhannana, lakini dhanna yetu nzuri juu yako imeambulia patupu. Kwa nini? Tad'una ila ibadati llah, wewe watulingania sisi tumwabudu Allah peke yake.
natruku ma kana yaabudu wa ma kana alayhi abauna, tuache yale walikuwa nao baba zetu kule nyuma. atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, watukataza sisi tuabudu kile ambacho baba zetu waliabudu. Ichukulie sura vile ilivyo, na leo pia ni hivyo hivyo. Wako watu zungumza maneno kama haya, sisi tulikuwa tunampeleka ende akasome, tutarajia atakuja hapa awe atatuelimisha. Sasa yankuwa hayo, wewe ukitaka vita na watu anza kulingania katika tauhid. Ukiwalingania watu katika, nikisema tauhid bitafsil, si tauhid ya kuona haya umpita aya hivi kidogo wazungumza kidogo kisha wakimbia. Waambie hii shirki, hii tauhid, hii ni sunna, hii ni bid'a, kisha uone, utajua walikuwa wakiwafanya vipi mitume wa Allah. Alafu usiogope, ukishasema hivyo simama vizuri kabisa. Unao mifano, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Usitarajie wewe utalingania watu katika tauhid kisha utapigwa bega. Mashaallah, atuambia kuabudu makaburi haifai huyo, masha mzuri yule. Babu zetu tangu huko walikuwa wakifanya mambo, huyu ndio atuambia shirki. Hata kama si wewe, wamezungumza watu wa maana huko nyuma kuliko wewe, lakini utanasibishwa nao wewe, tena utaitwa kijana mpaka uzeeke. Mpaka leo Sheikh Abu Hashim ana miaka 60 na aitwa kijana. Vijana hawa, na anayekwambia kijana wewe wamzaa, wewe wamzaa kuita wewe kijana. Pita miaka utakayopita utaitwa kijana. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim ameitwa fata akiwa zaidi ya miaka 40. Kumbe kijana pia akipita miaka 40 mwajizeesha tu haraka. Hata ukapita miaka 40 wewe ni kijana tu. Alipovunja masanamu yao Ibrahim akasami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Tumesikia kijana akiwataja vibaya wa masanamu aitwa Ibrahimu, sio? Wallahi leo kama utasimama ulinganie katika tauhid kisawa sawa, ile chuki wanaokuwa nayo watu wa shirki ajabu sana. Fa idha hum fariqani yahtasimun, jana tulitaja ile faida. Khusuma ya mitume na watu wao ni kwa sababu ya kuwaambia wamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na chochote. Na ndio utakuta kuwa wengi katika maduati wa batil, hata hawa mahizbi, wachana mutasawifa, hawa makhurafi wafanya mambo ya kishirikina, na hata wengine maimamu wachawi tu. Imamu lapiga bao, kumbe imamu afanya ramli, imamu afungia watu mahirizi, imamu wa msikiti. Wengi wao watumia mambo ya sihiri haya katika kuwatishia watu khurafiyuna. Wao kitu cha kawaida kwao, kitu cha kawaida sana. Tena wajua kuwachanganya watu akili kweli wale ambao hawafahamu. Ambiwa watakufanywa nini? Basi niletee fulana yako ile ambayo ina jasho lako, niletee kesho, kisha nitakufanyia ile mambo. Shekhe, mbona mambo ya fulana na jasho yajaje? Nyinyi ndio mtudharau sisi. Mbona hospitali ukiambiwa uende ukatoe kinyesi chako uenda kupeleka? Angalia vile wanafanya. Kumbe tuna madokta ambao hawakusomea udaktari na hatujui, wamejaa makhurafi wako. Akafananisha ushirikina na ufanya yeye na kile kitendo kinachofanywa hospitali eti, na mtu akaamini akafuata. Sasa wewe kuambia kuwa ni makosa hivi mnavyofanya nyinyi, mwapeleka watu katika njia ya shirki wal iyadhu billah, hapo ndiyo vita vitaanza. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, takutukataza bana tuabudu vitu babu zetu waliabudu. Shida zikiwapata walikuwa wakienda kule, wewe watuambia sisi haifai. Wewe watukataza itima mji, na sisi kila mwaka tulikuwa tufanya. Ndio tunavolindwa hivi na nani? Na majini. Kila mwaka tarehe fulani wazunguke na ng'ombe mitaani, kisha waende wakamchinje pale Alidina. Kisha wakishamaliza kumchinja basi kula, lakini ubakishe mifupa hapa.
na kuna watu wapenda kula kweli, huenda akala yule ng'ombe akabakisha mifupa kisha ikatiwa kwenye magunia ya rangi za ajabu za kichawi katupwa baharini. Nini? Majini wende wakale kisha watalinda mji. Yani hivi humwamini wewe aya Allah, qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, Allah ndiye anayekuhifadhi. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. huamini wewe kuwa Allah ndiye anayekuhifadhi. khair inshallah, lakini ni wajibu kusimama kuwalingania watu katika tauhid kama mitume walivyofanya. Hata ikitokea kuwa watu wote ulimwenguni wakufanyia wewe uadui, wafanye uadui, lakini lingania katika haki, usiogope. Na najua nikisema maneno kama hao watu wengine sema yule jamaa jeuri. Kweli si jeuri, ndivyo ilivyo. Yani wewe wataka ufanye shirki kisha sisi tukwambie mashaallah endelea hivyo hivyo, tutakwambia hii ni shirki, jiepushe nayo. Sasa ukiambua shirki watu wajito hivi wakodolea watu macho, wewe na macho yako yatatufanya nini? Yatatutisha, kisha kesho tunyamaze tuseme basi yule jamaa wakasirika. Tayarushia masala. Ukitoa macho yako hivi walinganiwa katika tauhid, watoa macho yako hivi, hata kama tukupata masala mchanga tutakumwagia kwehe, acha fujo lako hapa. Mushrik utaambiwa tu wewe hii ni shirki, na utalinganiwa katika tauhid. Wataka fuata, utaki shauri yako, utakutana na Mola wako kesho. Mfano huu mtarudi katika mfano mwingine wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulitokea, nimalizie nao kikao cha leo, tumesonga sana. Khalid ibn al-Walid, hakuna muislamu, nasema muislamu maana yake mashia si waislamu, hakuna muislamu atatajiwa Khalid ibn al-Walid isipokuwa atanyanyua kichwa chake ajifahari kuwa katika huu umma kulikuwa na kiumbe chaitwa Khalid ibn al-Walid, kwa ule ushujaa aliyokuwa nao radhiyallahu anhu arda. Huyu mtukufu katika masahaba, sababu kwa mashia ni kafiri. Mashia wameitwa kafiri. Unajua kwa nini? Amjui siri yake. Aliangusha daula ya Furs ni katika khilafa mwanzo ya Umar ibn al-Khattab, alafu komanda akiwa Khalid ibn al-Walid. Ndio Irani ilishuka chini ya Waislamu. Fahamu? Daula ya Furs ilianguka. Na ndio maana utaona mashia hakuna mtu anayemlaani kama Umar na Khalid. Masala si dini, masala ni kuwa daula yao iliangushwa miaka miwili tu. Khalid ibn al-Walid amesimama hapo upande wa kulia kwa al-Qa'qa' radhiyallahu anhuma, jamaa wakaangushwa hawa na haisimami tena daula yao hata wakaenda vipi. ndio maana wakawa wamtusi sana Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu arda. Almuhim, katika kisa cha kusilimu kwa Khalid ibn al-Walid kuna ibra kubwa sana. Yajulikana kuwa Khalid ibn al-Walid taakhara islamuhu, alichelewa sana kusilimu ila akhir sanati as-sadisa min al-hijra, yani mwisho wa sana baada ya sulh al-Hudaybiyah ndio alisilimu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu arda. Bimaana baada ya hapo amekaa chini ya miaka 5 na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako katika masahaba walimuuliza Khalid, sikiliza vizuri maneno, baada ya kuwa amechelewa kusilimu, akamwambia ya Khalid, anta na'rifuka bi'aqlika, sisi tukujua Khalid alikuwa ni mtu ana akili, yuaelewa, ana uvumbuzi wa mambo. Malladhi akhara islamuka, na akili uliopewa na Allah wajua kupima kuwa huyu yuko katika haki ya mabatil. Kitu gani kimekuchelesha wewe kusilimu? Kwa nini umechelewa kusilimu? Kuna watu wamemtangulia Khalid ibn al-Walid kwa miaka 20 kusilimu. Bakr as-Siddiq, kina Umar al-Khattab, kina Uthman ibn Affan, kina Ali ibn Abi Talib na wengineo, sababu wale walisilimu kule mwanzo. Ikapita ile miaka ngapi? 13.
kisha imepita tena miaka 6, takriban miaka ngapi? 20. Watu wamekutangulia, wakati sisi tulikuwa tukutarajia wewe una akili kwenye miaka 20 ukukaa chini ukafikiria wewe ukajua kuwa huyu yuko katika haki ama katika batil, kama ni mtume wa Allah ama si mtume wa Allah. Miaka 20 wewe huwezi kukaa chini kufikiria. Haya maswali alikuwa akiulizwa, ameshindwa. Lakini Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid, Bilal, Suhaib na wengineo katika masahaba wa Mtume sallam radhiyallahu anhum wamesilimu hao wa mwanzo kwa zaidi ya miaka 20, yeye bado yuko kwenye nini? Kwenye kufuru. Kipi kilichofanya uchelewe? Sikiliza makini. Qala qad kana yuwaswisuna rijal, kuna watu walikuwa wakitutia wasiwasi wa moyo kuitakidi utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nara uqulahum tazinu aljibal, tukiona akili zao ni kama mfano wa majabali. Yani sisi tulikuwa tuwafuata watu tuwaitakidi wana akili. Akusudiwa nani hapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayya ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf, Uqba ibn Abi Mu'ayth na wengineo katika sanadidul kufr wa Makkah. Sababu hao ndio walikuwa wakubwa wakiangaliwa na watu wao. Watu wao wasema haiwezekani Abu Jahal alivyokuwa na hikma nyingi yule amkatae una ni mtume wa Allah, wewe wafuata. Kwa hivyo hawa waliokuwa chini yao hawa wakati wa wasiwasi kuwa mbona hawa hawakusilimu, kwa hivyo wakati ule ilikuwa wao ni wafuasi. Hao waliuawa wote katika vita mbalimbali, walikufa wote hao, kina Abu Jahal kina nani wote walikufa. Ikawa sasa amri imerudi kwa nani? Kwa vijana ambao ndio kina Khalid ibn al-Walid na wenzake. Kwa hivyo mwanzo walikuwa hawafikirii wao, walikuwa wafikiriliwa na watu. Lakini ilivyofikia wakati kuwa sasa ni wao ndio wanaofikiria na kuwaongoza watu wakifikiria huyu bwana yuko katika haki, baada ya miaka 20 ndio ajua kuwa kweli sisi ilikuwa tuwafuata tu wale, kumbe hata atumia akili wale na hasad waliokuwa nao dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kule mwanzo alikuwa hafikiri abadan, la yufakir. Na hivi ndivyo ilivyo kwa wengi katika wafuasi wa batil, hawakai chini wakafikiria. Wale walioko mbele yao wanaowaongoza ndio wanaowapeleka wanavyotaka wao. Na wewe chunguza, wewe wamwambia mtu kwa hili jambo makosa, lakini mashekhe wetu wansema. Shekhe wako nani? Shekhe wako mtume? Ni mtume wa Allah? La, ni mtu wa kawaida, aweza kupata aweza kukosea. Yani mtu amekaa aitakidi kuwa yule anayeketi chini yake hawezi kukosea. Kwa hata ukamwambia kwa mfano hii ni bid'a, akabainikiwa kila kitu kuwa wazi, hana hoja yeye hana hoja kabisa. Lakini kama ingelikuwa hii hoja sawa, shekhe wangu angeielewa. Muelewa sio? Hawa jamaa wako namna hii. Wengi katika watu waiacha haki kwa kuwafuata hawa mabwenyenye. Kwambia yule haiwezekani kuwa haelewi. Kwa usiwe hivyo Muislamu, fungua akili yako, sikiliza ile haki, ifuate. Kuna wakati huyo unayemwangalia iwafuata matamanio ya nafsi yake, hafuati haki. Aona pengine akifuata haki atawakosa nyinyi wafuasi. Hebu wewe tizama kwa mfano, nenda kwenye darasa za watu wa sunna, angalia watu wangapi wahudhuria. Mwenda mbali sasa hivi tumekaa hapa pamoja, watu wangapi wangapi? Nenda maulidini ukaona balaa huko kule, nini balaa hizi, fujo mwanzo mpaka mwisho, msikiti umejaa walbalaa kule, balaa tupu wamejaa. Akwambia tumeanza kwa furaha, tumalizia kwa mtele kwa furaha, twenda kulala kwa furaha. Wenyewe akwambia hivyo, wana furaha wao, mashaallah. Sasa yule aona mimi nikisema hii ni bid'a leo, huu msikiti mzima wote huo watakuwa dhidi yangu, itakuwaje? Akasahau kuna hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
na kuwa wale anaowapoteza ana mrundu wa mizigo atayabeba kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na wewe unayekaa chini pale ukisikia hoja za wazi, si ni qala Allahu qala rasuluhu, fuata. Hata yule shekhe akikukonyolea macho kiasi gani, wewe umekuwa mfuasi wa hawa. Mimi namjua mmoja kijana alikuwa khurafi, mtu wa dhikiri kweli kweli, yani katika wale namba za mwanzo wanaoaminiwa wale watu wakaenda dhikirini, huyu wanguruma kweli kweli. Subhanallah, rabbak hadahu, akaijua sunna akawacha. Sasa siku moja tupita hivi, niko naye huyo katika wale waalimu wao, wewe umewacha mambo yetu wamfuata huyo mbele yangu. Mimi nanyamaza, tusimshughulikie yule mzee. Yule bwana amwangalia tu, yani amkonyolea macho, kwa nini umewacha njia zetu, umekubali hivi. Sasa ikiwa wewe ni mtu wa haki, waipenda haki, hata apige kelele gani utamwacha, si lazima umjibu, mwache tu azungumze paka achoke, enda zako. Kwa hivyo hata akakwambia vipi. Kuna mwingine alikuwa mwanafunzi hapa, sallallahu alaihi wasallam, lifariki, ndio ikumfundisha. Siku moja mwalimu wake eti ampigia simu, mmekulani wewe, wala utofaulu maisha yako wewe. Eti utofaulu maisha yako, utabakia sisi. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa mtu wa sunna. Sasa maskini anakuja kuni, sasa itakuwaje? Naambia laana basi zafanywa hivyo, watu ulaaniwa hivyo, itamrejelea mwenyewe mwisho. Usimlaani mtu kwa jambo ambalo si sawa. Almuhim, ukiona haki ifuate. Wengi katika hawa ambao wako katika utawala ama wamfunguliwa katika dunia, wengi hawakubali yale waliokuja nao mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Tabi'atul kafir annahu yulghi aqlahu, hayo tutakuja kuyazungumza kesho. Ni tabia ya wale waliokufuru mitume wao, hata akili zao walikuwa hawatumii. Na hapo utaona wajifanya wana akili ya kutambua mambo, lakini ule ukweli wa mambo ukitizama, akili zao hawakuzitumia kisawasawa zikawaongoza katika haki. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.